Uteuzi huu tunaamini kwamba wale wote ambao wametenguliwa ni wale ambao waliandika barua za kwenda kugombea nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, lakini asilimia kubwa ni wabunge, nafasi za ubunge katika uchaguzi wa 2025. Mmoja wapo tulisikia tetesi ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda. Ni mmoja wa watu ambao walileta tetesi za moja kwa moja, lakini ingawa yeye hakuwahi kusema hadharani kwamba anaenda kugombea nafasi ya ubunge, lakini tetesi na namna ambavyo mambo yalikuwa yanaenda, alivyokuwa anazungumza na zile bato za hapa na pale na mbunge wa sasa wa Arusha mjini Mheshimiwa Mrisho Gambo, zilieleza dhahiri kwamba anaenda kugombea nafasi ya ubunge. Na nilikuja hapa siku moja kama wiki moja au mbili kukupa taarifa rasmi kwamba Makonda anajikita rasmi kwenye nafasi ya ubunge wa jimbo la Arusha mjini. Na baada ya uteuzi huu ambao umetokea na utenguzi wake, ni dhahiri shari sasa utakuwa umeamini nimeamini kwamba Makonda hatunaye tena kwenye nafasi ya ukuu wa mkoa. Na nikukumbushe, sio mara ya kwanza kwa Paul Christian Makonda kugombea nafasi ya ubunge. Aligombea kipindi cha mwaka 2020 kwenye nafasi za ubunge jimbo la Kigamboni, na bahati mbaya hakupitishwa na chama chake. Kwa hiyo aliendelea kusota uraiani kwa takriban miaka 3 na kitu, sio mpaka alipoteuliwa tena na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenezi. Alipoteuliwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, sio niseme mwenyekiti au niseme kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, kuwa mwenezi wa chama na baadaye kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Huenda Arusha ilimhitaji mtu kama Makonda kwa namna ambavyo siasa za mkoa ule zimekuwa, lakini vile vile ameisaidia Arusha kujulikana zaidi kiuchumi, kifursa. Hatuwezi kubeza kwenye kile ambacho Makonda kakifanya katika mkoa wa Arusha, sio? Kafanya vitu vingi vikubwa na vya kimaendeleo na vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vimesaidia sana kukuza uchumi wa mkoa wa Arusha. Ameunganisha wafanyabiashara wa kutoka Arusha na maeneo mbalimbali nchini na nje ya nchi. Amekuza utalii, amekuwa chachu katika swala zima la kukuza utalii katika mkoa wa Arusha, lakini vile vile amekuwa ni sababu ya kuimarisha mahusiano baina ya wakazi na viongozi katika mkoa wa Arusha. Anaondoka, anakuja Kenani Kiongosi. Aina ya watu wanaofanana. Kenani na Makonda ni aina ya watu wanaofanana kwenye utendaji wao wa kazi. Lakini kuzungumza hawafanani. Changamoto ya moja ambayo ipo kwa upande wa Kenani, inawezekana sio mtu sana wa media. Ndio hiyo tu. Ni mtu wa field. Ni mtu wa field kama ambavyo Makonda pia ni mtu wa field. Inawezekana changamoto yake ni hiyo tu kwamba yeye sio mtu sana wa media. Lakini ni mtu wa vijana pia kama Makonda, ni mtu wa trendings kama Makonda alivyo, ni mtu wa mapambano, ni mtu wa field marshal kama ambavyo tumezungumza. Lakini vile vile ukumbuke Kenani Kiongosi sio mgeni Arusha. Alishawahi kuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Alishawahi kuwa mkuu wa wilaya ya Arusha wakati Mrisho Gambo pia ni mkuu wa ni mbunge wa jimbo la Arusha. Kwa hiyo anaijua hiyo sehemu, lakini vile vile alishawahi kuwa na mvutano na Gambo pia. Kwa hiyo sio mgeni wa Arusha. Anaenda kuwa mkuu wa mkoa, yawezekana ni sehemu mojawapo ambayo alikuwa anaitamani sana Kenani Kiongosi, na watu wengi walimtabiria hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya aina ya siasa ambazo Kenani amekuwa nazo na namna ambavyo nadhani kwamba kutokana na namna Arusha ilivyo, basi inamhitaji aina ya mtu kama yeye ili aweze kukaa pale kuweza kuisaidia au kumsaidia Mheshimiwa Rais ili aweze kuongoza vizuri kwenye maendeleo ya mkoa wa Arusha na baadhi ya maeneo mengine. Lakini Morning Bantu.